Nafikiri dili ya Okello na Yanga haijaanza leo. Ni dili ambayo ilikuwa imeanza muda mrefu, lakini kwa sababu Okello alikuwa ana mipango ya kwenda nje kwa muda mrefu, ndio maana ikawa haifikii mwafaka. Na unafahamu kwamba Yanga wamekuwa na mawasiliano mazuri na wachezaji wengi wa Uganda kupitia Lydia Ucho ambaye amekuwa kama ni kiunganishi. Kwa hiyo ni dili ambayo ilikuwepo, lakini ilikuwa inategemeana tu na ambavyo Okello atakwenda kuamua mustakabali wake katika swala zima la soka. Lakini kwa siku za karibuni, baada ya kutoka kwamba ni kipindi cha usajili, lakini pia ni ngumu kuweza kupata nyota wakubwa, Yanga waliamua kurudi tena na mazungumzo kweli yanaendelea, na ndio tukasema kwamba wamefikia kwenye hatua ambayo lolote linaweza kutokea. Lakini kimsingi ni kweli mazungumzo yapo na wanania kwanza kumchukua ili aweze kuongeza nguvu kwenye sehemu ya ushambuliaji. Kwa kiwalisia kwa sasa rais wa klabu ya Young Africans yuko kwenye mazungumzo na mchezaji huyo. Yaani mazungumzo hayajaanza leo wala jana. Ni ya muda mrefu. Kwa hiyo swala tu la kukumbushia na pengine kuweza kufikia malengo ambayo walikuwa wanahitaji. Lakini ni kweli walikuwa na mazungumzo ya muda mrefu na ni miongoni mwa wachezaji ambao amekuwa kiwausudu. Ina maana kwamba tunaweza tukazungumza kwamba kwa safari amekuja kwa nguvu zaidi. Ndio ukizania kwamba Yanga kidogo anahitaji kwenye eneo la mbele na anaweza kawasaidia. Kwa hiyo nafikiri wameongeza nguvu ya kutaka kumhitaji Okello. Lakini kwa jinsi ambavyo ulivyomtazama huyu mchezaji kwa kikosi cha Young Africans, ana nafasi ya kufanya vema kwenye kile ambacho anakionyesha akiwa na timu yake Vipers, lakini pia akiwa na national team ya Uganda. Ni mchezaji mzuri ambaye kama atakuja kuwa na uwezo ule maana yake ataweza kuwasaidia, kwa sababu ana kasi, ana maarifa, lakini pia kubwa zaidi ni ule uwezo wa kuweza kucheza katika winga zote mbili. Anaweza katokea kulia, kushoto na kati pia. Kwa hiyo binafsi kama atakuja kwanza kumaintain, ataweza kuwasaidia, na hasa age yake na uwezo wake na kasi alionayo anaweza kwenda kuwasaidia Yanga, na hasa experience. So ukiangalia unapozungumzia nyota ambao ni wa kuchungwa kwenye national team ya Uganda, naye pia ni yupo. Kwa hiyo ana uwezo mkubwa na ana experience. Kwa binafsi kama wakimpata atawasaidia. Na bila shaka ipo kwenye AFCON. Of course yupo AFCON. Anaendelea na maandalizi ya AFCON. Na engineer yupo huko. Ndio. Na kumekuwa na taarifa kwamba Simba pia na wao walikuwa na muhitaji huyu mchezaji. Kwa upande wa Simba sina taarifa. Ninachokizungumza ni kile ambacho nakifahamu, ila kutokana na ubora alionao siwezi kushangaa kuona Simba hata timu nyingine wakimhitaji, kwa sababu ukiangalia kwa saizi katika ukanda wetu unazungumzia ligi yenye msimuko wa ligi bora ni ligi ya Tanzania. Kwa hiyo nyota yoyote akiwa Kenya, akiwa Uganda, akiwa Rwanda, Kongo, inakuwa ni rahisi kuweza kuhusiana na Simba, Yanga na timu nyingine kwa sababu ya ubora alionao, lakini pia na mahitaji ya ligi yetu ndogo imeweza kuwa juu. Kwa hiyo kama namhitaji mimi binafsi sikulisikia, lakini najua kwamba Yanga walikuwa wanamhitaji kwa muda mrefu na walikuwa na mazungumzo naye. Na unapomtazama akija pale Young Africans atamweka benchi nani? Sasa issue ya benchi, ujue mpira tofauti na karate, ni mchezo ambao wakati mwingine hautabiriki. Inategemeana utakujaje na utawezaje kuweza kumconvince na mwalimu anataka kwenda kutumia katika mazingira gani. Kwa hiyo nafikiri kitu pekee ambacho kinaweza kuangaliwa ni mipango ya mwalimu, lakini na yeye kama anaweza kwenda kupiti kwenye huo mfumo. Ndio maana wakati mwingine ukuta mtu kwenye wakati fulani hawezi kutumika, wakati mwingine atumike. Kwa hiyo msingi ni yetu kuja kuacha kile ambacho anacho, na mwalimu ataangalia anaweza kumtumia kwa namna gani. Wakati mwingine unaweza ukamwona kama ni winga, lakini mwalimu akaja akaamua kumtumia kama ni second striker, akaanza kumtumia. Kwa hiyo plan ya mwalimu ndio itakwenda kuamua wapi acheze na nani aweze kutoka na aweze kuanza. Mbali na Okello, ni wachezaji gani wengine ambao wanahusishwa na Young Africans? Nafikiri nilishazungumza, walizungumza na yule mshambuliaji wa Angola, walizungumza naye wakawa hapo naye kwenye mazungumzo. Inaona kitu mwingine nafikiri anatoka ASEC naye walikuwa wamezungumza naye, na mwingine walikuwa wamezungumza naye kutoka South Africa. Kwa hiyo nafikiri ni nyota kama wa 5-4, lakini katika hao walikuwa wanahitaji wapate at least nyota wawili wa kigeni au 3 wasizidi, na wakizawa kama 3 pia. Kwa hiyo wanaweza wakafanya usajili wa watu 5 mpaka 6. Huku kama watakwenda kwenye maximum watakuwa wamechukua wa kigeni 3 na wakizawa 3. Taarifa za Boeli na Shadrack Boka kwenye hati ya kuachwa ipo. Kwanza Boeli hakuwa na mkataba na Yanga, ni mchezaji wa mkopo alikuwa amemchukua. Kwa hiyo inaona ni kama kama ikifikia tu ni rahisi kuweza kumalizana naye, lakini pia issue ya Boka maana yake mkataba wako unakwenda ukingoni. Na mpaka sasa hizi hakuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kuanza kuongeza mkataba. Kwa hiyo pia wanaweza wakaenda wakaachana naye, na kiungo mmoja wakati anaweza kwenda kumwacha na kutengeneza idadi ya wachezaji 3. Basi mimi nikushukuru sana kiongozi kwa ushirikiano wako mzuri kabisa kwenye hili. Nakushukuru pia ndugu yangu hapo studio. Asante sana.
Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.